Hakuna mtu ambaye kwamba atabadilika aongoke kwa sababu wewe umevaa kanzu fupi, wala hakuna mtu atabadilika aongoke kwa sababu wewe umefuga ndevu, lakini mtu anabadilika na anaongoka kwa ule muamala unampatia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ndugu mpendwa mtazamaji, ikiwa tuko katika episode 2, kipindi cha pili, katika mada niliyotangulia kueleza nyuma visa aina 5 nilivyokumbana navyo na vilivyonifunza, na natumai pia wewe vitakufunza, na pia wewe na kuomba utoe komenti yako. Baada ya kuelezea Sheikh wa Sunna ambao kwamba nimekutana naye katika safari zangu za ibada adhimu katika maisha yangu, na nikamfuata kumwambia tusameheane makosa yoyote yaliyopita, nisamehe pale nilipokukosea. Akanijibu rekebisha ulipoharibu. Na Sheikh mwingine ambaye kama ni Sheikh Izzuddin Alwi, Allah amuhifadhi na ambariki, baada ya kusimamisha gari lake na kunifuata kuniuliza, Sheikh unaenda wapi nikupeleke? Kama haujapata video hiyo, basi nakusihi utarudi kwa akaunti zangu uangalie part 1, hii ikiwa ni part 2. Ndugu mpendwa mtazamaji, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema sio halali kwa Muislamu kumgura ndugu yake Muislamu. Wakawa wote wawili wanakutana, kila mmoja anamlenga na kumpuuzia mwenzake, lakini mbora wao ni yule atakayemwanzia mwenzake na salamu. Siku moja nilikuwa niko mahali nafanya shughuli zangu, kuna kijana mmoja kaingia sehemu hiyo. Ni kijana ambaye kwamba tumewahi kusoma markazi moja. Alipoingia sehemu hiyo, mimi nilimuita kwa jina, labda hakunisikia, lakini pia labda amenisikia akanipuuzia, au yeye pamoja na kuwa hakunisikia na labda amenipuuzia. Ni jambo zuri ikiwa mtu ameingia mahali yeye kutoa salamu, lakini hakusalimia. Na nilipomuita nikana kwamba ilikuwa hanijui, anifahamu, pamoja na kuwa ameniona, lakini hakunisalimia. Bas hilo jambo mimi limenikwaza, lakini ngasema alhamdulillah, nimetekeleza lile ambalo kwamba ni jukumu langu. Nimetoa salamu, haikusalimiwa, sikujibiwa. Baada huyu mtu kuingia na kutupata sisi pale, na baadaye kutoka na hali ya kuwa sisi tuko pale, basi moja kwa moja huyo mtu alipotoka aliandika karatasi na akaandika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hiyo karatasi, kisha akampatia mtu anipe karatasi hiyo. Ikafikishwa hiyo karatasi kwangu. Kwa mtizamo wake ameona kwamba ni nasaha amenipatia, amenielekeza, lakini swali kubwa ambalo kwamba nimejiuliza, huyu mpaka andike hii hadithi kunasihi mimi, si Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo amesema sisi Waislamu tusalimiane, na miongoni mwa haki za Muislamu juu ya Muislamu mwenzake ni pale anapomsalimia kurudisha salamu. Mbona alipoingia hakusalimia, na nilipomsalimia hakujibu, na nilipomuita hakuitikia, kisha sasa hivi anaandikia karatasi ya kuninasihi? Hebu nakuuliza mtazamaji, ingekuwa ni wewe, mtu ameamiliana na wewe hivi, kisha baadaye yeye kuandikia barua, si yeye kukabidhi, yapeana mwingine kukabidhi, unahisi kweli njia hii, hata kama hiyo iongelea haki, wewe utaikubali hiyo haki? Na kweli ikiwa haki hiyo umeikataa, itakuwa umeikataa haki ama umeikataa njia aliyoitumia kufikishia haki? Naombeni munijibu kwa uadilifu na insafu. Ndugu zangu, dini yetu hii ni dini iliyotufundisha muamala, na ni dini iliyofanya makafiri wengi kusilimu kwa sababu ya muamala. Lakini leo tunasikitika, ndugu zetu wanaodai kushikamana na hii dini wamekuwa na muamala mbaya,
si kwa waliokuwa sio Waislamu, bali hata kwa wale ambao kwamba ni Waislamu, wako katika manhaji moja na wako katika msimamo mmoja. Hivi nakuuliza swali wa mtazamaji au yoyote yule ambao kwamba ana msimamo kama huu, iwapo mimi nitakupatia salamu, nitakutolea salamu na wewe usijibu, labda waweza sema ni dini imekuamrisha usijibu, lakini nauliza swali, mimi ninaitoa salamu, je, Allah tabaraka wa taala yuaniandikia thawabu kama vile alivyoeleza mtume kusema assalamu alaikum wapata thawabu 10, wa rahmatullahi 10, wa barakatuhu 10, zote ni 30. Je, kwa kuwa wewe umekataa kujibu salamu, hizi thawabu 30 mimi nitapewa ama Mungu ataninyima kwa sababu siko katika manhaji yako? Je, pale wewe umekataa kurudisha salamu, hizi thawabu 30 mimi nikiandikiwa, itakuwa wewe ndo uko na msimamo wa haki ama Mungu aliyeniandikia thawabu katika amali nzuri iliyofanya hii ndo yuko katika msimamo wa haki? Afaman yahdi ila alhaqi ahqqu an yuttaba amma la yahdi. Ndugu mtazamaji, hichi ni kisa cha tatu ambacho kwamba kimenipata mimi, na mara nyingine yaweza kuwa tuko na dalili, lakini dalili hatuielewi kwa njia sahihi inayotakikana, ingawaje tunaelewa kulingana na mwamko wa hamasa zetu na kuunga mkono kundi letu ama pote letu na kuunga mkono msimamo wetu, lakini hatutaki kuunga mkono haki ambayo kwamba kila mmoja yuadai yuipigania. Mimi bila shaka hatua ama hali kama hii haikunifurahisha na haikunipendekeza, sikuipenda. Yani mtu ambaye kwamba ukimwona sura yuko na sunna na madevu yake, kanzo ameweza kuikata, wallahi hii sunna ya kuvaa mavazi na hii sunna ya kufuga ndevu ni sunna, Allah atatulipa. Lakini hakuna mtu ambaye kwamba atabadilika aongoke kwa sababu wewe umevaa kanzo fupi, wala hakuna mtu atabadilika aongoke kwa sababu wewe umefuga ndevu, wala hakuna mtu atabadilika aongoke kwa sababu wewe umevaa kanzo au umeenda kuswali sala 5. Lakini mtu anabadilika na anaongoka kwa ule muamala unampatia. Na kwa sababu wengi wetu sisi vijana tumekosa kuwa na hikma katika da'wa, ndo maana tujajua wakati gani yafaa tuieleze haki, tuifanyie kazi haki, tuipiganie haki. Na haya yote nitakuja kubainisha katika video yangu inayokuja. Naomba tafadhali tukomee hapa, lakini kama haujasikia video yangu ya kwanza sikilize, na kama ushasikia na hii umesikia, tafadhali nakuomba usiwe na harara na usiwe na hamasa na usiwe na pupa ya kunijibu. Ngojea nimalize kwa kipindi kijacho. Ikiwa nitamaliza ni kheri, ikiwa sijamaliza nitakwambia subiri nimalize, kisha uokote makosa yangu yote. Ukiamua kunirekebisha nirekebishe, ukiamua kunikebei nikebei, ukiamua kunitukana nitukane, lakini siku zote kuwa unafanya mambo kwa malengo yako. Mtu yoyote atakavyoongea tunasema alqafilatu tasir walkilabu tanbah. Msafara unaendelea kusafiri pamoja na kuwa maumbo wanaendelea kubweka, hawaziwi mwenye kusafiri kuendelea na safari. Sakattu ani safihi, anasema mshairi sakattu ani safihi fakullu ma qalahu fahuwa fihi ma darra bahra alfurati yawman in khadha ba'd alkilabi fihi. Tukutane kipindi kijacho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.